Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hali gani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo? Karibu katika kapu la habari. Mimi ni Hilal Seiful Yami, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Mkoa wa Katavi wazindua rasmi mpango wa kina wa mapambano dhidi ya udumavu wa lishe duni. Kambi ya msaada wa kisheria ya Mama Samia kwa mkoa wa Tanga kuzinduliwa Jumanne hii ya Aprili 8. Katika habari za kimataifa, mafuriko yaua watu 22 katika mji mkuu wa DRC Kinshasa baada ya mvua kubwa kunyesha mwishoni mwa wiki. Na mkapu la habari linaanzia huko mkoani Katavi. Serikali ya mkoa wa Katavi imezindua rasmi mpango wa kina wa mapambano ya tatizo la udumavu na changamoto ya lishe duni kwa wananchi wa makundi mbalimbali, ikiwa ni utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliyatoa mwezi Julai 2024 akiwa ziarani mkoani humo. Abdurrahim Salum Japan anaarifu zaidi. Akizungumza katika uzinduzi huo uliofanyika katika ukumbi wa manispaa ya Mpanda, mkuu wa mkoa wa Katavi Bi Mwanamvua Mrindoko amesema mpango huo unakwenda kushirikisha kila kundi katika jamii ili kuhakikisha mapambano dhidi ya udumavu na lishe duni yanakuwa na matokeo chanya. Wote tujue kabisa kwamba tunayo kazi ya kufanya, na ndio maana tuko hapa kwa wengi wetu tukiwa tumeanza kufanya hiyo kazi na tunaendelea kufanya hiyo kazi mpaka miaka 10 ijayo. Tutakapohakikisha kwamba swala la udumavu katika mkoa wa Katavi tumetokomeza kabisa na kila mmoja ana afya nzuri, ana lishe nzuri na anaelewa jambo la kufanya. Moja ya agizo la Mheshimiwa Rais ilikuwa ni kwenda mkoa wa Njombe kujifunza. Tulishalitekeleza hilo, tumekwenda tumejifunza, na baada ya hapo tumeendelea na mikakati mbalimbali. Moja kati ya jambo ambalo tumejifunza ambalo linafanywa kwa uzuri zaidi ni swala zima la utoaji wa chakula shuleni. Dr. Joseph Mdachi ni mtaalamu wa masuala ya lishe na chanjo kutoka Wizara ya Afya. Amesema kuwa serikali kupitia Wizara ya Afya imejipanga kutoa mafunzo ya mara kwa mara kwa watoa huduma ngazi ya jamii kuhakikisha elimu ya lishe inawafikia wananchi wote kwa lugha rahisi na kueleweka. Na moja kati ya jambo ambalo tunaenda kulifanya mwezi ujao ni kuongeza dozi ya pili ya chanjo ya polio ya sindano, ili kuendelea kuhakika watoto wetu wasiweze kupata maambukizi ya ugonjwa wa polio. Hii dozi inayoongezwa ni ya chanjo ambayo inaendelea kutumika. Kwa hiyo hamna mabadiliko yoyote ya chanjo, bali inaongezwa dozi kwa sababu tumeona kuna viashiria vya milipuko ya magonjwa nchi za jirani ambazo kwa mkoa wa Tanganyika baadhi tunapakana nazo. Katika hatua za awali za utekelezaji wa mpango huo, mkuu wa wilaya Tanganyika Onesmo Buswelu amesema katika kuchukua hatua za kuboresha lishe kwa jamii, ng'ombe wa maziwa wamegaiwa katika baadhi ya shule, kuanzisha tabia ya unywaji wa maziwa katika jamii kuanzia utotoni. Maeneo ambayo tumewekea kipaumbele katika kutekeleza hili, moja ni kwenye maeneo yote ya kutolea huduma za afya ambako wataalamu wetu pamoja na watu wenye kusimamia lishe katika shule zetu wameelekezwa na wamefundishwa kuhakikisha kwamba wanatoa mafunzo kwa kina mama na kwa kina baba
wajawazito, akina mama na wenye watoto wanaohudhuria kliniki kuhakikisha kwamba wanapata mafunzo ya kuandaa chakula kwa ajili ya kuwapa watoto na kuwapa familia. Lakini eneo la pili ambalo tunaenda kutekeleza, kuwezesha shule zetu kupata ng'ombe wa maziwa. Tumeanza leo na ng'ombe mmoja wa kupata maziwa kwenye shule ya sekondari Sibwesa, lakini kwenye bajeti yetu tumetenga takriban milioni 9 za kununua ng'ombe 4 kwa ajili ya shule 4. Milioni 4 tutakwenda kuzitumia kuchimba visima vifupi kwa ajili ya kupata maji ya kumwagilia bustani za mbogamboga katika mashule yetu. Licha ya kuwa mkoa wa Katavi ni miongoni mwa mikoa inayoongoza kwa uzalishaji wa chakula nchini, bado unakabiliwa na changamoto ya udumavu na lishe duni kwa sehemu kubwa ya wananchi wake, hatua inayolazimu serikali ya mkoa kuchukua hatua za makusudi kukabiliana kwa kina na hali hiyo. Baraza la mamlaka ya mji mdogo wa Katesh wilayani Hanang' mkoani Manyara imezinduliwa rasmi kupitia kikao kilichofanyika katika ukumbi wa idara ya kilimo mjini Katesh, hatua inayolenga kuimarisha usimamizi wa shughuli za kijamii, kiuchumi na kimazingira katika eneo hilo lenye kasi ya ukuaji wa mji. Akizungumza katika uzinduzi huo, afisa mtendaji mkuu wa mamlaka ya mji mdogo wa Katesh TEO Daudi Manda amewasisitiza wajumbe wa baraza kutumia nafasi zao kusimamia kikamilifu sheria ndogo walizozipitisha kwa maslahi ya wananchi. Ni marufuku eneo la wazi kulimwa na watu afsaadi wanadai hivi. Kama unalidai hivi unachukua kwa nguvu au unadai eneo achia uongo jamani. Kingine jamani, hakuna mauzo maeneo ya umma. Hili limechukua, jitahidi kufanya kazi kwa umakini, maeneo wazi yasiuzwe, si sawa jamani. Kingine, marufuku ng'ombe kuzua. Hii watendaji kuanzia Jumatatu naombeni, mkiona ng'ombe mahali kamata kitongoji, leta kwangu. Wao sio wataka kukamata ng'ombe. Kama ng'ombe umeonda kwa homba, mzee utakamata ukiwa hai. Uje pale sio kupeleka mahakamani. Yaani ng'ombe itakuwa nimemaliza. Wakitoa maoni, baadhi ya wajumbe wa baraza la mji mdogo wa Katesh wametoa maoni mseto juu ya nini kifanyike kukabiliana na wimbi la ufugaji holela. Ieleweke kwamba ni kufuga ng'ombe mjini hairuhusiwi. Jumla awe na ng'ombe zake, yuko nyuma ya ng'ombe, huyo naye ni wa kukamatwa. Watu wengine wanaelewa vibaya, ukisema wazururaji ni kwamba hawana nani, kama mbwa wazururaji, sisi mbuzi wazururaji. Nilikuwa naombi kwa wale wote ambao tayari wana mifugo ndani ya mji. Mtu ni mwananchi lakini ana mifugo nyumbani kwake. Kama ulivyosema kwamba tufanye vikao na tuwaalike na wewe. Tunaomba sasa njoo kwenye vikao hivyo, alafu ndio utoe elimu hiyo kwenye vikao. Maana wananchi wanaweza wakakudanganya mwenyekiti amesema au diwani. Hiyo kauli sio kweli. Mimi niko nafikiri kitu cha msingi ni mikutano ya kitongoji. Mikutano ya kitongoji tukiwaeleza wananchi kwamba ni marufuku kuchunga mjini, mtu akakaidi, akikamatwa ni sahihi. Baada ya maoni hayo ukafuata msimamo wa serikali ya mji mdogo wa Katesh juu ya swala hili. Kwa mimi niwaombe watendaji, endelee na hii mchaka. Mimi nimeweka msimamo, mwenyekiti mradi wamesema tukimbie uongo bana. Na sisi wakuu wa kitongoji wakamata wale ambao hawahusiki. Kama kitongoji ng'ombe kwenye kitongoji chake, kitongoji anakamatwa nini? Fanyeni kazi hiyo, ni kukwepa kazi. Hawa ng'ombe wanaozurura hapa, kamata ng'ombe, usikamate mwenyekiti wa kitongoji. Kamata ng'ombe. Tena bila sema kamata, mapato ya kusanya yaonekane kwenye mfumo. Tena mimi nakuwa nafuata sheria. Utaniona mbaya katika sehemu. Kwa hiyo hii tumepisha kwamba watu ng'ombe zikamatwe, mapato ya kusanywe. Na mfukata mtoe risiti. Katika uzinduzi huo, wajumbe wa baraza wamechagua mwenyekiti Nikomedi Damiano Bayo na makamu mwenyekiti Saya Hayumo Darema watakaodumu kwa muda wa miaka 5. Kwingineko, kliniki ya utatuzi wa msaada wa kisheria ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inatarajiwa kuzinduliwa rasmi Aprili 8 mwaka huu mkoani Tanga, ikihusisha jopo la wataalamu zaidi ya 40 kutoka kwenye taasisi mbalimbali ambao wanatarajiwa kushughulikia migogoro mbalimbali ya kisheria mkoani humo. Dhaifa Musafa Sogora ana undani wa taarifa hiyo. Akitangaza uzinduzi wa kampeni hiyo utakaofanyika kwenye viwanja vya Tangamano Jumanne Aprili 8, 2025, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani amewahimiza wananchi kujitokeza kutoa changamoto zao za kisheria. Madhumuni makuu ya kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia Suluhu Hassan, kwanza ni kuongeza uelewa
wa masuala ya kisheria na haki za binadamu. Jamii waweze kutambua masuala mazima ya haki zao, hususan haki za wanawake, watoto, wazee, watu wenye ulemavu na makundi yote kwa ujumla wake. Lakini pili ni kuimarisha huduma ya ushauri wa kisheria kwa waathirika wa ukatili na wa kijinsia. Swala lingine, faida ya kambi hizi ni kutoa elimu ya usimamizi wa mirathi na masuala mazima ya urithi wa sheria ya ardhi, haki ya kumiliki mali. Kampeni hiyo inalenga kutoa msaada wa kisheria bure, ikizingatia maeneo muhimu ikiwemo kutoa msaada wa kisheria kwa waathirika wa vitendo vya ukatili na unyanyasaji, kutetea mageuzi ya sera na kukuza haki za jamii. Kwa hivyo nitumie fursa hii kuwaomba wote waliokuwa wanakuja huku kwetu kufuatia sheria, haki zao ambazo ziko katika mchakato mbalimbali, kambi hiyo hapo tarehe 8 aende kama yuko hapo kwenye jiji, lakini tutatoa ratiba za kila wilaya ambapo kambi itaenda kufanya kazi hizo. Wadau na wataalamu wetu watajipanga kuanza utekelezaji wa kampeni katika halmashauri zetu zote. Kambi ya kisheria ya Mama Samia inataraji kuanza mkoani Tanga tarehe 8 ya mwezi wa 4 na kumalizika tarehe 17 ikizifikia halmashauri 11 za mkoa huo. Tunategemea kufikia halmashauri zote 11 na kila halmashauri tutafikia kata 10 na kila kata tutafikia vijiji au mitaa 3. Timu yetu ya wataalamu ambao inajumuisha wanasheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, wanasheria kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, lakini pia kutakuwa na maafisa ardhi, tutakuwa nao maafisa maendeleo ya jamii, maafisa ustawi wa jamii, tutakuwa nao pia polisi dawati, lakini pia tutakuwa na wanasheria kutoka chama cha mawakili wa kujitegemea Tanganyika Law Society. Lakini pia kupitia fursa hiyo tutapitia katika shule za msingi na sekondari kutoa elimu hii hasa katika masuala ya haki na masuala ya ukatili wa kijinsia kwa watoto. Takribani 50% ya wakazi wa mkoa wa Tanga wanaofika kupata matibabu ya macho katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Bombo hukumbwa na matatizo ya macho, hasa ugonjwa wa mtoto wa jicho na presha ya macho, hali inayoathiri katika uwezo wa kuona na kuwazuia kutekeleza shughuli zao za kila siku. Rajab Shaban Matuga anatuarifu zaidi. Akizungumza katika siku ya mwisho ya kufunga kambi ya matibabu ya macho iliyofanyika katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo, daktari bingwa wa macho hospitalini hapo, Daktari Hussein Abbas, amesema sababu kuu zinazopelekea ongezeko la wagonjwa wa macho ni pamoja na ulaji usio salama wa mihogo, unywaji wa pombe pamoja na uvutaji wa sigara. Leo kwa kuwa ndio siku ya mwisho, tunatarajia kufunga kambi hizi mapema na wagonjwa wamekuwa ni wengi, lakini tutajitahidi wakati tunavyoweza tuweze kuwachukua wale ambao wana uhitaji maalum zaidi, kama vile wazee ambao wanaweza kufanyiwa usafishaji wa macho, na wale wengine wanaopewa miwani tutaangalia wale ambao wana uhitaji moja kwa moja, ili tuweze kurahisisha, tusiache watu wengi ambao watakuwa wamehudhuria kwa muda wa siku ya mwisho na siku hizi za mwanzo walichelewa kufika. Kupitia kambi hiyo, watu zaidi ya 1500 wamenufaika na matibabu ya macho, ikiwemo wagonjwa zaidi ya 180 wakifanyiwa upasuaji wa mtoto wa jicho. Jana wamefanyiwa matibabu takriban watu 1700 na juzi walikuwa 1400, lakini tumeona operations zilizofanywa ni takriban operation 186. Si jambo dogo. Watu wamepewa miwani, watu wamepewa dawa, watu wamefanywa operation, na kwa kweli watu wameondoka wakiwa na tabasamu. Kuna watu walikuwa hawana matumaini kwamba watapona tena na kuweza kuona, lakini baada ya kupewa visaidizi ikiwemo miwani, dawa, tumeona watu wakiwa na furaha, tumeona wakitoa maoni yao juu ya tumaini jipya. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa jiji la Tanga wameonyesha furaha yao kwa kambi hiyo kwa kuwasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza matatizo ya macho ambayo yamekuwa yakiwaathiri kwa muda mrefu. Natoa shukrani za dhati za moyoni kwa mama yetu Umi na wenzake walioshirikiana katika kutuletea msaada matibabu haya ya macho. Mimi ilikuwa jicho langu moja halioni, lakini nashukuru sasa hivi limeshaanza kuona. Natoa shukrani za dhati. Na tuomba aendelee, asituache.
maana mimi namuita mlezi wa wazee. Hii changamoto ilinianza muda mrefu kama miaka 3 iliyopita, na nashukuru Mwenyezi Mungu, Mungu aliyowaleta madaktari, Mungu azidi kuwapa nguvu zaidi ili wazidi kutoa huduma hii. Mkoani Morogoro, wanafunzi wanaotarajia kuhitimu kidato cha 6 mwaka huu 2025 wametakiwa kujiandaa mapema na maisha baada ya shule kwa kujifunza elimu ya ziada ikiwemo ujuzi wa vitendo na maadili mema ili kuepuka utegemezi na kuwa nguzo muhimu katika taifa. Ramadhani Idilimo anaarifu zaidi. Kauli hiyo imetolewa katika mahafali ya wanafunzi wa kidato cha 6 yaliyoandaliwa na Jumuiya ya Wanafunzi na Vijana wa Kiislamu Tanzania TAMSIA mkoa wa Morogoro. Katibu tawala wa mkoa wa Morogoro Dr. Musa Ali Musa na saa zake anazipeleka kwa vijana hao, akibainisha kwamba katika kipindi hiki ambacho taifa linawekeza katika mabadiliko ya mfumo wa elimu, wanafunzi wanapaswa kutumia fursa hiyo kujimarisha katika nyanja mbalimbali zikiwemo kitaaluma, kiroho na ujuzi wa kujitegemea. Hawa vijana kwa ukweli mimi naweza kusema hata kama watamaliza form 6, wakimaliza form 6 maana yake watafute njia sasa ya kujiunga na wapi na kule katika elimu ya amali ambayo inawapa maarifa. Sasa huko wamepata elimu, lakini hilo wanapata maarifa ya kuweza kuendeleza maisha yao. Elimu ya amali pengine tunaichukulia kwa ule ufinyu wake, lakini ni elimu ambayo inampa mtu uwezo wa kufanya vitu vingi ambavyo yeye anaweza akavielewa na vikamsaidia katika maisha yake ya kawaida. Akaweza kusema, anasema anaweza kupata riziki zake. Sasa elimu bila maadili ni sawa na taa isiyowaka. Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Morogoro kupitia kwa katibu dini ofisi ya Sheikh wa mkoa Sheikh Omar Saidi Sungura anaiomba serikali kuongeza vipindi vya dini shuleni ili vijana wajengewe tabia njema, nidhamu na hofu ya Mungu ili waweze kufikia ndoto zao. Yani soma utakavyosoma, lakini usikose kuwa na maadili. Ni kwamba elimu ya dini mashuleni inafundishwa kwa kiwango kidogo sana. Hawa wengi wanapata masomo ya dini wakiwa vyuo vikuu, masomo ya dini yakiwa form 6, masomo ya dini yakiwa 5. Lakini sisi tulipata masomo ya dini bado wadogo. Kwa hivyo tunaposema maadili ni malezi mema yanayomsaidia kijana au mtoto katika makuzi yake ya kila siku. Ndicho kitu ambacho ningependa nishauri kwamba basi inshallah serikali itusaidie kuwa na vipindi vingi vizuri vya watoto katika masomo mazima ya dini. Nao baadhi ya wanafunzi wanaotaraji kuhitimu kidato cha 6 mwaka huu wameeleza matamanio yao pindi watakapomaliza masomo yao. Tukiwa tunasubiri ule muda wa kwenda chuo, tuchukue kozi fupi kuhusiana na masuala ya dini ili tujijenge sisi kitabia. Baada ya kumaliza form 6, tunatakiwa tujikite kwanza kwenye masomo haya ya elimu ya kujitegemea ili tupate ujuzi kabla ya kwenda chuoni, na pia kuongeza ujuzi inaweza kusaidia kwenye masuala ya kujiajiri mwenyewe. Kwa hiyo na mimi nawahusia vijana wenzangu tutakapomaliza form 6 basi twende tukaikamate hii elimu ya dini walau kwa uchache. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Morogoro, Ramadhan Idilimo wa Mahasin TV. Na kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea hapa kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai.
Idhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa kuangazia habari za kimataifa. Takribani watu 22 wamethibitishwa kufariki katika jiji la Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya mto Njili kufurika na kusababisha mafuriko makubwa kufuatia mvua kubwa iliyonyesha mwishoni mwa wiki. Gavana wa Kinshasa Daniel Bumba amesema vifo vingi vimetokea kati ya usiku wa Ijumaa na siku ya Jumamosi na vimesababishwa na ukuta kuanguka na visa vya watu wa kuzama. Gavana huyo amesema ripoti za awali zinaonesha kuwa watu 22 wamepoteza maisha na wengine wengi wamejeruhiwa. Hali bado ni hatari katika baadhi ya wilaya, lakini shughuli za uokoaji zinaendelea. Ripoti za vyombo vya habari vya ndani zinaeleza kuwa watu 6 wa familia moja waliaga dunia katika eneo la Matadi Kibala baada ya ukuta kuanguka juu yao. Mto Njili ulivunja kingo zake na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi katika mitaa kadhaa ya Kinshasa. Kwingineko, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU Joao Lourenco amemteua rais wa Togo Faure Gnassingbé kuwa mpatanishi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na waasi wa M23. Ofisi ya Lourenco imeeleza mashauriano ya awali na Gnassingbé yamekuwa na matokeo chanya, na uteuzi huo unatazamiwa kuthibitishwa rasmi na viongozi wa Afrika. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf naye amesisitiza haja ya uwepo wa mpango wa kina wa kufanikisha upatanishi na kuwa tume itafuata utaratibu wa kuidhinisha uteuzi wa rais wa Togo. Mara tu atakapoidhinishwa, Gnassingbé ataongoza jopo la wapatanishi wengine 5 walioteuliwa hivi karibuni na wakuu wa nchi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jopo hilo la kieneo linajumuisha rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo na marais wengine wa zamani ambao ni Uhuru Kenyatta wa Kenya, Galema Motlanthe wa Afrika Kusini, Sahle-Work Zewde wa Ethiopia na Catherine Samba-Panza wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Na rais wa India Draupadi Murmu ameidhinisha muswada wa marekebisho ya wakfu, sheria tata inayotoa mwanya wa serikali ya Narendra Modi kunyakua misikiti nchini humo. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Sheria imebainisha kuwa Rais Murmu alitia saini muswada huo ambao tayari ulikuwa umeidhinishwa na mabunge yote mawili, Lok Sabha na Rajya Sabha, wiki iliyopita. Sheria hiyo imeibua upinzani mkali, huku uhalali wake ukipingwa mahakamani na kiongozi wa chama cha All Indian Majlis al-Ittihadul Muslimin Asauddin Owaisi pamoja na mbunge wa Congress Muhammad Javed waliowasilisha kesi katika mahakama kuu ya India. Kiongozi wa upinzani katika bunge la Rajya Sabha Mallikarjun Kharge ameshitumu serikali ya chama tawala cha Bharatiya Janata Party BJP kwa kuchochea mgawanyiko wa kijamii kupitia muswada huo unaowalenga Waislamu. Waislamu nchini India wameingiwa na hofu kwa magenge ya Kihindu yenye misimamo mikali yanaweza kutumia sheria hiyo kunyakua misikiti ya kihistoria kwa madai kwamba alijengwa juu ya mahekalu ya Kihindu. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Mkoa wa Katavi wazindua rasmi mpango wa kina wa mapambano dhidi ya udumavu wa lishe duni. Kambi ya msaada wa kisheria ya Mama Samia kwa mkoa wa Tanga kuzinduliwa Jumanne hii ya Aprili 8. Katika habari za kimataifa, mafuriko yaua watu 22 katika mji mkuu wa DRC Kinshasa baada ya mvua kubwa kunyesha mwishoni mwa wiki. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah kwa majali wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na watu kama huu. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha kuletea kapu la habari, mimi ni Hilal Seifuriami, nikutakie utazamaji mwema vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante na kwaheri.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.